Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili kufanya marejeo unabii, kueleza kwamba unabii umetimizwa, ambayo ilikuwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Mwamba wa Shuri Yesu alitoa unabii katika maonyo maalum, ambapo Mwamba wa Shuri Yesu alikuwa anakemea makanisa ya ulimwengu huu na mifumo mbalimbali ya kimani na wahubiri wa injili waliokuja na mahubiri ya liturujia miaka kwa baraka, wakiombea watu kwamba huu mwaka mwema, mwaka wa baraka na kila namna. Wakati Mungu mashuhuri Yesu alikuwa amekasirika kwa sababu tayari ulimwengu ulikuwa umeshaingia kwenye makosa muhimu ambayo hakika inapelekea ghadhabu ya Mungu duniani. Moja kati ya makosa, mmeona Marekani walipisha ushoga, mmeona makosa mengine dola ya Roma ilikubaliana na ushoga na usagaji, mmeona pia tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 kwa maana mwaka jana, mliona mataifa ya dunia yalifanya ghasia mbele ya Bwana walipokutana pale New York, walipiga kura kuigawa nchi ya Mungu, wakati wakijua kufanya hivyo ni dhambi na italeta ghasia mbaya zaidi ulimwenguni. Na Mwamba wa Shuri Yesu alieleza kwamba ulimwengu utakuta na hali mbaya zaidi kuwahi kutokea. Na mmeona tayari hali mbaya za hewa zimetokea kule Ulaya, mmeona joto kali zaidi limetokea kule Ulaya ambalo haijawahi kurekodiwa, na kiasi ambacho imepelekea mpaka kuzaliwa kwa moto ambao unateketeza nyika kule nchini Ufaransa pamoja na Spain, kiasi ambacho maelfu kwa mamia ya watu wameondolewa kwenye makazi yao kutokana na hatari hiyo moto. Na haya yote ni majanga ambayo Mungu mashuhuri Yesu alieleza kwenye unabii kwamba kutatokea na majanga mazito zaidi kwa kutokea katika ulimwengu huu. Sasa Mungu amekasirika, na anapoachilia haya anaweka anwani ili watu watubu dhambi, wageuke. Lakini kizazi hiki kimekuwa kigumu, ndio maana tunaunganisha michoro hii ili watu wajifunze kwamba kuna kosa limetokea duniani, kiasi ambacho ulimwengu utakuta na hali mbaya zaidi kwa kutokea katika historia ya kwa nchi. Kwa hiyo natumia nafasi hii kuwaonya watu wote, makanisa ya kiroho ambao mlikosea, mlishindwa kuambia watu ulio kweli, mmeshindwa kung'amua makosa ambayo yamegharimu dunia leo. Watu wameingia kwenye dhambi kiasi ambacho watu wanaona ni kawaida kabisa katika michoro ya nabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya, nitaunganisha na unabii ule na matukio ili upate kujifunza kwa Mungu mkuu Yesu amekasirika, watu watubu dhambi, wageuke. Mambo mashuhuri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Sauti ya neno la Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova kwa tuonane katika Mungu mkuu. Amina. Hali mbaya sana inaenda kutokea ulimwenguni. Kama kuna wachungaji na wahubiri wa injili, mitume na manabii, walimu na wainjilisti, kama wamesema kuna amani, sawa? Mimi nawaambia hakuna nini? Amani. Ninaona vifo, ninaona hali mbaya itawakumba dunia, ambayo ni hali mbaya sana. Na baadhi ya maeneo mtaona mabadiliko makubwa ya hali ya hewa kutokea na jua kali sana ambayo ndio kurekodiwa. Kwa nini haya yanatokea? Kwa sababu watu wametenda nini? Dhambi. Na leo watu wanaendelea kutenda nini? Dhambi. Leo ndio uzinzi upo. Leo ndio unywaji wa pombe na kila ghasia. Yesu kaibeba dunia hii mgongoni mwake. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia inastahimili kwa sababu ya damu yake iliyomwagika pale mwanzo, kutoka kwenye karne ya kwanza. Ndio leo unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kuendelea kudanganya dunia, lazima, lakini alikupa muda. Alikupa nini? Muda. Watu wanaendelea kutenda dhambi duniani. Watu kizazi hiki hakitaki tena kusikia toba na msamaha wa dhambi. Hawataki kujiliwa tena na Yesu. Wamejikita kwenye mafundisho ya uongo. Wamejidhatiti kwa uongo na kujenga hoja za uongo. Ole wao wasipotubu dhambi, kwa sababu Yesu anarudi moja hapa siku hizi. Ananiambia waambie watu wote duniani, waambie watu wote, waambie makasisi wote, mwaka huu walioanzisha mwaka wao ni mwaka wa vilio kwa makasisi. Amen. Narudia tena, mwaka wa vilio kwa nani? Kwa makasisi. Niwaambia dunia inaenda kupoteza watu mashuhuri. Dunia inaenda kukutwa na hali mbaya ambayo haijawahi kurekodiwa katika historia kwa nchi. Kwa nini? Mambo mashuhuri Yesu amekasirika. Watu wameingiza mambo ya uongo duniani. Na ikumbukwe wamefanya makosa mengine. Wamepitisha ushoga na usagaji kanisani. Roma wamepitisha nini? Ushoga kanisani na usagaji. Mwamba amekasirika. Mwaka jana mmefanya dhambi nyingine tarehe 21.
mwezi wa 9 mwaka 2025. Wameigawa nchi ya Bwana. Sasa wasubiri. Si wamesema huu mwaka mwema. Si nimesema huu mwaka mwema, sawa? Lisikie neno la Bwana. Huu si ndio mwaka wenu mwema mliojitungia wenyewe. Lisikieni neno la Bwana, mwaka wa vilio na maombolezo duniani. Hali mbaya inaenda kutokea ulimwenguni. Matetemeko makubwa yanaenda kutokea. Amina. Hali za volkano na matishio mbalimbali, ajali kuu zinaenda kutokea ulimwenguni. Mwamba amekasirika. Dunia itapoteza watu mashuhuri, ibaki hivyo hivyo. Watu nani? Mashuhuri watafariki dunia. Amen. Moto wa nyika unaendelea kusambaa katika sehemu mbalimbali za Ufaransa na Uhispania, na wazima moto wanapambana kuudhibiti kabla ya hali ya joto kupanda tena baadaye wiki hii. Zaidi ya watu 300,000 wamehamishwa katika nchi zote mbili, huku karibu kilomita 500 za mraba za ardhi zikiteketea karibu na mji mkuu wa Uhispania, Madrid, jambo linalofanya huu kuwa moto mkubwa zaidi wa msitu katika historia ya nchi hiyo. Nchini Ufaransa, Rais Emmanuel Macron amefanya mkutano wa dharura na baraza lake la mawaziri, huku moto ukikaribia mji wa kusini Maghrib wa Bordeaux. Mwandishi wa BBC Sarah Rainsford ana maelezo zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Leila Mohamed. Ya mji wa Bordeaux. Huu ndio moto mbaya zaidi wa nyika nchini Ufaransa katika muda wa miongo kadhaa na bado haujadhibitiwa. Mamia ya wazima moto wanapambana usiku na mchana wakijaribu kila njia ya kuzuia moto huo kusambaa, lakini upepo unaendelea kubadilisha mwelekeo na kulazimisha moto kubadili mkondo. Unateketeza kila kitu unachokipata njiani, ukigeuza mashamba na misitu kuwa majivu. Wanakijiji wamehamishwa na biashara kufungwa, huku magari yakielekezwa kando ili kuepuka hatari. Mwanamume huyo anasema wazima moto hawawezi kuzuia miali hii, na akaongeza, kama ukitufikia hapa utaharibu kila kitu. Katika mji wenyewe wa Bordeaux, moshi unaonekana kwa mbali, lakini meya amekanusha ripoti kwamba mji huo unajiandaa kuhamisha wakazi, akisema hizo ni habari za uongo. Kuna taarifa za uongo zinazosambazwa hasa kwenye baadhi ya vyombo vya habari vya kigeni. Hakuna mpango wa kuhamisha wakazi wa Bordeaux unaoendelea. Lakini afisa mmoja wa eneo hilo amewaambia watalii wasitembelee eneo hilo hadi moto utakapodhibitiwa. Maelfu ya watu tayari wamelazimika kuondoka makwao na sasa wanakaa katika shule na vituo vya michezo ambavyo vimegeuzwa kuwa hifadhi za muda. Uhispania pia bado inapambana na janga hili. Ilileta ndege hizi kutoka Ugiriki kusaidia. Hapa karibu na Madrid, moto umepungua kidogo, lakini bado unaendelea kuwaka. Wizara ya mambo ya ndani inautaja kuwa moto mkali zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini Uhispania. Watu walipokuwa wakikimbia, wanyama wa kufugwa waliachwa nyuma, labda walipotea wakati wa taharuki. Sasa wanaokolewa na kusaidiwa na waokoaji. Waziri mkuu ametaja hali hii kama dharura ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika msimu huu wa joto na ukame, eneo la ardhi lililoteketea ni mara 6 zaidi ikilinganishwa na mwaka jana, na karibu na Valencia upande wa mashariki, moto mpya tayari unawaka kwa kasi. Ni mmojawapo ya maeneo kadha yanayoshuhudia moto kote nchini.